Watu wengi tumedanganywa, hasa Tanzania, tumeaminishwa uongo kuamini kwamba eti wanawake wako wengi duniani afu wanaume wachache, kitu ambacho sio kweli hata kidogo. Na hii usichukulie poa. Mimi kama daktari nakutana na wagonjwa wengi hospitali, wanawake wana magonjwa mengi katika via vyao vya uzazi, magonjwa ya zinaa, PID, magonjwa ya UTI, magonjwa mengine ya hatari kweli kweli, kaswende na balaa. Na kila siku naambia huyu mdada, "Wewe dada, mbona kila siku unapata haya magonjwa? Hebu jiangalie." Yule dada anakuambia hivi, "Daktari, mimi nitafanyaje? Wanaume wenyewe wachache. Kwa hiyo tunajibana humo tu, hatuna namna." Sasa mimi niko kukupatia habari njema hapa kwamba hapana. Ukweli ni kwamba kwa duniani wanaume wako wengi zaidi kuliko wanawake. Nasikia nitakupatia takwimu za uhakika za dunia nzima, za Tanzania mpaka za kijiji unachoishi, idadi ya watu wanaume na wanawake. Mwenyewe utasema da, aisee, kumbe kweli nilidanganywa. Sasa sikia nikwambie, ukweli ni kwamba unapoangalia idadi ya wingi kati ya wanaume na wanawake duniani, idadi inakaribia kabisa kulingana. Na maanisha hivi, tuko sawa, wanaume na wanawake, idadi yetu duniani, Tanzania, vijijini, mpaka uende mpaka mtaani, tuko idadi sawa, wanaume na wanawake. Na mtu mmoja hapa anaweza kanibishia, hapana, hawawezi kuwa sawa kabisa, lazima kuna jinsia moja tu itakuwa juu kidogo ya mwenzake. Ukitaka useme hivyo, jibu ni kwamba wanaume wako wengi zaidi kuliko wanawake. Hizi ni takwimu za dunia nzima. Ona hapa zinaonyesha katika dunia ya watu bilioni 8 mpaka sasa hivi, angalia hapa, wanaume wako bilioni ngapi? Bilioni 4.23. Umeiona hiyo? Wanawake wako kiasi gani hapa? Ona hii, bilioni 4.15. Wanawake wakiwa wachache, wanaume wakiwa wengi kidogo. Lakini mimi naona kama tunakaribia kulingana tu hivi, maana wote tumekaribiana bilioni 4 hapa. Lakini utaka uende kwa kina zaidi, wanaume wako wengi zaidi. Sasa mtu mmoja anaweza kaniambia hivi, hizo takwimu ni za ukweli? Sikia, hizi takwimu zinatoka katika shirika makini kweli kweli kwa kukusanya idadi ya watu duniani, population, linaitwa Worldometer. Hawa jamaa bwana, wewe utaingia Google tu, andika tu Worldometer, watakupatia takwimu zote hizi hapa hizi. Unaona tena, wanakupatia takwimu live, yani sasa hivi hapa ninaporekodi video hii hapa, Alhamisi leo, hizi idadi ya watu unaona inaongezeka hiyo. Hapa chini wanakuandikia idadi ya watu waliozaliwa au hapa chini idadi ya watu ambao wanakufa. Yani hao wako live kweli kweli. Worldometer ni hatari kweli kweli hao jamaa. Sasa tuingie Tanzania, tuangalie kwa kina Tanzania, population yetu, idadi ya watu iko watu gani? Sasa sikia, hapa ninaweza nikachukua takwimu za mwaka 2026 mwezi huu hapa kwenye Worldometer. Lakini mtu anaweza kusema bwana, au Worldometer bwana ni wa Marekani huko au wazungu bwana, tuamini. Tuchukue sensa ya mwaka 2022 tuiangalie kwa kina, tuone nani ambao wako wengi. Na mimi nakwambia hivi, vola, haina shida, tuchukue sensa. Sensa ilionyesha kwamba Tanzania nzima ina watu milioni 61,741,120, ambao katika watu hawa, angalia kwa makini hapa sasa, wanaume walikuwa ni hawa hapa milioni ngapi? Milioni 30 na ushee. Wanawake wakiwa wangapi? Milioni 31 na ushee wake. Wanawake kama wamezidi kidogo, kama tunalingana kabisa. Na ili kuthibitisha kwamba tunalingana, angalia, hili ni grafu nimelitengeneza. Angalia hapa idadi ya watu. Unaona wanaume hawa hapa, wanawake hawa hapa. Tumekaribiana hatujaachana mbali kivyo Sasa hapa naomba unisikize kwa makini. Mtu anaweza kaniambia hivi, wanawake bado wamekuwa ni wengi kweli kweli hapo, na ndio maana kama wanawake itabidi watugombanie wanaume. Hapana, si kweli. Kwa sababu gani? Tafiti zinaonyesha kwamba wanawake wengi wanaishi miaka mingi, mpaka miaka 60, 70, 80, 90. Wanaume wanawahi kufa. Unajua namaanisha nini? Namaanisha hivi, tunapozungumzia vijana, wanaume ni wengi. Yaani hawa wanawake unaona hapa wako wengi, milioni 31, hawa wengi ni wanawake wazee wale miaka 70, 80, 90. Ndio wengi wamejazana, hawa wachache au ambao milioni wamezidi. Lakini kiuhalisia tunakaribiana kidogo, au wanaume tuko wengi. Na ngoja nipite mkoa mpaka mkoa nikuonyeshe sasa, na kuonyesha tu kwa kifupi uweze kuona. Tuanzie mkoa gani? Labda mfano tuchukue Dodoma, maana ndio makao makuu. Angalia Dodoma hapa, wanaume wako wangapi? Hawa hapa, 1,500,000. Umeiona hiyo? Wanawake wako wangapi? Hiyo 1,500,000. Baba, mambo yamebalance. Achana na hiyo, twende mkoa gani mwingine? Labda twende kusini huko, labda wanawake watakuwa wengi. Twende mkoa gani? Ruvuma. Ukicheki Ruvuma hapa, angalia idadi yake, wanaume wako wangapi hapa? 900,000 na ushee. Wanawake wako wangapi? Angalia hapa, 900,000 vile vile. Na magrafu ni hilo hapo.
Unaona bara lake? Okay, hiyo ilikuwa ni kusini. Tupande juu, mkoa gani? Labda Arusha, Manyara hapo. Twende Manyara tuangalie. Wanaume wako wangapi Manyara? 954,000. Wanawake wako wangapi? 937,000. Wanawake wako wachache, wanaume hivi. Lakini in fact wanakaribia kulingana tu. Twende Dar es Salaam tuangalie da. Angalia hapa. Wanaume wako wangapi? 2,206,000. Wanawake wako wangapi? 2,207,000. Wanalingana, anazidiana, anamzidi, lakini wamekaribiana sehemu kubwa, si ndio? Mtu anaweza kaniambia hivi, we daktari ujui, nenda Zanzibar. Zanzibar kule mwanaume mmoja ameoa wanawake 4, maana bila hivyo wanawake wale hawawezi kuolewa. Kakwambia nani? Twende Zanzibar tuangalie. Tuchukue Zanzibar mkoa gani? Tuchukue labda Unguja. Twende Unguja tuangalie hapa. Takwimu za sensa hizi. Angalia hapa, kusini Unguja hapa, wanaume wako 98,000. Umewaona wanaume? Chukua wanawake wako wangapi? 95,000. Wanawake wachache, wanaume wengi. Grafu lake hilo hapo. Unaona? Kwa hiyo mwisho wa siku ni hivi, yani ni hivi. Lakini sehemu kubwa tumelingana kabisa. Na labda pia niseme kama daktari, takwimu zinaonyesha wanaume wengi wanazaliwa kuliko hata wanawake. Na hiyo ni takwimu, mimi kama daktari niamini mimi. Nimekaa hospitali, nimezalisha wanawake wengi kweli kweli, na nakwambia ukweli kabisa. Katika hospitali nyingi za mikoa ambazo nimefanya kazi, watoto wa kiume wanazaliwa wengi kuliko watoto wa kike. Kwa mfano, hii ni ripoti ya hospitali ya mkoa wa Morogoro. Angalia hapa. Wanaume wamezaliwa wangapi? Hawa hapa. Wanawake wangapi? Hawa hapa. Hii ni ripoti ya mwezi. Sasa nisikize kwa makini. Japo wanaume wanazaliwa wengi kuliko wanawake, lakini wanaume wengi hapa katikati wanakufa sana kwa sababu ya kazi zetu. Wanaume tunafanya kazi ambazo ni riski sana. Ona kazi ya kupiga na makofi. Sio hivyo. Bodaboda. Mfano mzuri tu nikupatie, kwenye maandamano juzi ambao watu wengi walikufa. Waliokufa wengi ni wanaume, wanawake. Wanaume. Kwa wanaume wengi wanakufa kwa sababu ya hizo riski behavior ambazo wanafanya, tabia na kazi na nini ngumu, na hiyo ndio inafanya wanaume wanapungua kidogo. Na tukifika kama hivi vijana, mwisho wa siku tunafanyaje? Tunalingana kabisa, wanaume na wanawake wanakuwa wanalingana. Sasa sikia, kwa nini nimetoa ripoti hii? Nimetoa ripoti hii kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, kuondoa myth ambazo zimezoeleka kwa watu kwamba wanawake ni wengi kweli duniani afu wanaume ni wachache. Lakini cha pili ni kuwapatia wanaume nguvu, wajue kwamba hii dunia wao ndo wako wengi kweli. Sawa? Na ni kweli, ukizunguka dunia yote magorofa yamejengwa na wanaume, magari yanatengenezwa na wanaume, vitu barabarani lami wanaume ndio wanaojenga hii dunia. Na kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu siku hizi hata mimi hospitalini napata wimbi kubwa la wanaume wengi wanaokimbia majukumu yao. Baba anampa mwanamke mimba, kateleza, singomaza hivi. Wanaume, hii ni dunia yetu, tuko wengi kweli. Sisi ndo tumeijenga dunia mpaka kufikia hivi inavyoonekana. Tushikilie majukumu, tusikimbie majukumu, maana hayo majukumu ndio yanatufanya sisi tuweze kuwa wanaume. I say, it's Dr. Daniel here.